إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، أن ndugu Islam, ما زلنا نتحدث عن موضوع شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان. Hatujaacha bado kuwemo katika mazungumzo ndani ya maudhui ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao tungali tunaishi bado katika mwezi huo. Utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani umepatikana kwa sababu ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani ambayo ni uongofu kwa ajili ya watu na ni ubainifu katika uongofu na vile vile ni kipambanuzi baina haki na batil. Katika darsa au katika mafunzo yanayopatikana ndani ya saum, hivi sasa tunaendelea katika fawaidu siyami wa adabihi, faida zenye kupatikana kwa ibada hii ya funga na adabu zake. Kila ibada aliyoitangaza Mwenyezi Mungu kwa viumbe wake, basi ni ibada ambayo inakuwa na siri nyingi. Sio tu kwamba viumbe wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa matendo fulani, bali ibada ile inakuwa ina faida nyingi zenye kuwarejea wale watendaji wa ibada ile. Si swala peke yake, wala si funga, wala si hija. Kila ibada ambayo Mwenyezi Mungu amewaambia waja wake wafanye, ndani yake mna siri maalum. Basi katika ibada hii ya funga vile vile mna faida maalum na mna adabu zake, ili mtu apate hizo faida za funga yenyewe. Tukaitaja faida ya mwanzo inayopatikana katika funga ni mtu kutoka katika tabia fulani aliyokuwa nayo, akabadilika sasa akawa ni mja mwema, akawa ni mcha Mungu, kwa sababu ndani ya funga amefundishwa mambo mle ya ustahimilivu. Akawa yeye sasa amepata fundisho maalum la kustahamili, akawa na wafikiria watu ambao hawana uwezo, yeye amestahamili hali ya kuwa uwezo wanao na kitu anacho, kiburudishaji anacho nyumbani kwake, chakula anacho nyumbani kwake, na akaweza kustahamili. Na anatazama masaa machache, baada ya dakika kadhaa, sasa hivi nitafungua kwenye friji langu mimi na nitapata kitu fulani. Ana furaha maalum ndani ya moyo, na mle akawa anapata mafunzo maalum. Je, kama yule ambaye hanacho cha kujiburudishia na ameshasafa mchana kutwa, na umefika wakati anatamani kama ninavyotamani mimi, lakini hana, pale anapata mfungaji mafunzo maalum. Sasa funga katika jumla ya faida zake ni kumtoa mtu katika tabia ya ukhabithi, tabia ya ukatili, tabia ya ujeuri, tabia ya ubakhili, ikamuweka katika tabia ya ukarimu,
tabia nyingine ya upole, ikamweka katika tabia ya utu. Sasa akawa yeye ni mtu katika watu, akawa na vitendo vyema. Hii ni moja katika faida ya funga inayopatikana. Wa min fawaidihi, na katika jumla ya faida zake hii funga ya Ramadhani au ibada ya saum, annahu yumakkinu linsana min alintisari ala nafsihi, ni kwamba ibada ya saum inamuwezesha mwanadamu kabisa kuwa ni mshindi juu ya nafsi yake. Na siku zote nafsi huwa inapambana sana vita kumshinda binadamu, inakuwa vita vikali, mapambano yanakuwa makubwa mno. Inna nafsa la ammaratun bisu'in, hakika nafsi siku zote huwa inaamrisha mabaya, maovu, huwa inataka matamanio japokuwa ni haramu, huwa inataka kujifurahisha nafsi japokuwa yale mambo hayaelekei kufanywa na binadamu, lakini nafsi imetamani. Sasa anaposhindwa mwanadamu na nafsi yake, huwa anaanguka vibaya mno, hufikia katika daraja ya kumpita mnyama binadamu wakati anayatii matamanio ya nafsi yake. Ndipo Mwenyezi Mungu aliposema kwenye Qur'ani, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, wewe umemuona yule mtu ambaye kayafanya matamanio yake kwa ni Mungu wake. Ina maana haya matamanio ya nafsi kama utaendekeza, unamfanya kuwa ni Mungu na muabudu. Maana inakuamrisha nafsi uende uchi, na unakwenda uchi, na unaona ni style, ni mtindo ulioingia ustaarabu. Mwanamume kuvaa vidani, mwanamume kuvaa herini, mwanamume kusuka nywele kama mwanamke. Unahisi kwamba hawa watu wamepiga hatua kubwa sana ya kimaendeleo katika dunia, katika jamii. Basi umeona pahala mtu kupitia hivi, ukamuona kwamba kastarehe, nafsi yako inataka kumwiga. Na kwa bahati mbaya nafsi ile haina kitu cha kujirejesha nyuma, haina aya za Qur'ani mathalan, haina kuteta. La uqsimu binafsi, la uqsimu biyaumi alqiyama, wala uqsimu binafsi allawama. Mwenyezi Mungu anasema ninaapa kuiapia siku ya kiyama kuwa ina kishindo kikubwa, na kiapo cha pili ninaiapia nafsi yenye kujilaumu. Haikujilaumu bure nafsi ile, ila inamiminiwa ilham na Mwenyezi Mungu kwamba bado inapendeza kwa Mwenyezi Mungu, inasemeshwa na Mwenyezi Mungu, bado ingali inajilaumu. Kuna baadhi ya mambo inaona haya, inastahi kidogo, inaona junaha, itawezekana vipi kupita hapa hali kama hii? Mie napata jumla ya watu, kuna baba yangu, kuna mama yangu, angalau kidogo nafsi inajilaumu. Lakini kama itaendekezwa, wanafsu katifli, mshairi mmoja anasema nafsi ni kama mtoto mdogo, intuhmil alaiha, ikiwa utaichukulia nafsi kuiregezea, unaiendekeza tu, unaitii tu, shabba fi ridai, itatoka mvi huku inanyonya kama mtoto nafsi. Na mtoto ndo hivyo hivyo, kama hukuamua siku moja kutumia moyo wa ukatili kwamba namuachisha kunyonya, basi mtoto ataendelea kutaka chuchu la mama yake, hata kama yeye ana umri wa miaka 4, basi anataka apakatwe na apewe ziwa anyonye. Na hivyo ndivyo ilivyo nafsi ya mwanadamu, inataka mazuri, inataka kujifurahisha. Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, nafsi ni yenye kuamrisha ubaya ila ile ambayo Mola wangu tu ameirehemu. Nafsi ya mitume, nafsi ya watu wema, alimradi kuna watu maalum kama mitume, wao wanakuwa maasumina, basi nafsi zao zinakuwa haziamrishi uovu. Lakini nafsi za watu wengine wote huwa zinaamrisha mabaya. Sasa huwa panapita vita vikubwa baina ya mtu na nafsi yake. Ibada ya funga katika faida zake, ameteremshiwa mja awemo katika siyam ili apate kupambana vizuri vita na nafsi yake. Na ibada ya funga inamwezesha mtu kuishinda nafsi yake. Anafikia wakati anaiambia nafsi, sasa salim amri, sasa nyanyua mikono juu, nimekushinda, nipe ushindi nafsi, ushindi uko kwangu sasa. Sasa nafsi nimekushinda, na sasa itabidi mimi na wewe pamoja sote tuelekee kwa Mwenyezi Mungu. Awe Mwenyezi Mungu anatuamrisha amri zake tu, asiwe shetani naye vile vile anachukua nafasi baina mimi na wewe.
wa min fawaidihi, na katika jumla ya faida zake ibada ya funga si ibada ambayo watu wameamrishwa wateseke mchana kutwa kwa njaa na kiu, bali Mwenyezi Mungu liko jambo analitaka kwa binadamu limekusha kosekana kwa kipindi kirefu. Nafsi amezichukua shetani, anazikontrol, zimo katika kabidhi yake. Utafikiri binadamu amekamata remote control, anazungusha dish iliyoko juu ya nyumba yake, ulimwengu mzima anaochezea kiganjani. Hivi ndivyo nafsi zilivyo mikononi mwa shetani. Sisi binadamu, teknolojia imefikia pahala pakubwa mno kwamba mtu anauchezea ulimwengu, anauvuta atakavyo. Mara ana tune kwenye TV yake, kwa kuwa analo dishi juu, basi dishi linazunguka na namletea sura pale ya Dubai, idhaa ya Dubai kwenye television anaiona. Hakupenda vipindi si vizuri anavyovitaka yeye, ana tune, anapata kwenye idhaa nyingine ya CNN, anapata mambo ya taarifa habari za Marekani na hivi na hivi. Hakuipenda taarifa habari imekwisha, ana tune Kuwait pale pale, remote control iko katika mkono wake. Hakusafiri kwenda Kuwait, yuko kwenye mkono wake, ana tune, anabonyeza nambari ya Kuwait. Hakuipenda Kuwait, anaweka Misri. Hakuipenda Misri, anaweka Jordan. Hakuipenda Jordan, anaweka pala pengine. Na hivi ndivyo anavyozichezea nafsi za wanadamu shetani. Kama mtu amekuwa na remote control, shetani anazikontrol hivyo nafsi binadamu. Anavyotaka anafanya, anavyotaka anafanya. Anapotaka anamrekebisha mtu. Akitaka kumvua nguo, anamvua nguo mara moja tu mtu. Anamwambia nitapenda wende uchi hivi sasa, na uchi ni mzuri kwako, uchi ndio ustaarabu kwako, tizama wenda uchi walivyofaidi. Basi binadamu anatoka mguu mosi mguu pili mpaka night club, na pale penye night club pana amri maalum imeandikwa, hapa huwezi kuingia ukavuka mraba huu mwekundu, isipokuwa unakwenda huko uwe huna nguo, uende ndani kama alivyokuzaa mama yako. Na binadamu yuko tayari, na pengine yeye ni Muislamu alladhi istashhada an la ilaha illa Allah, shahida, ameshuhudia ya kwamba hakuna mola afaaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu, na Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Atavua nguo zake pale awe kama alozaliwa, ende nafsi hiyo kazi yake, kwa sababu nafsi anaichezea shetani atakavyo, na inamwamrisha mabaya, kwa sababu shetani amecontrol nafsi. Basi katika siri ya hii ibada ya saum, mtu awe anajichuja, anajipeleleza, anajifanyia x-ray, funga imenipatia chochote au nimekuwemo katika mkumbo wa fungao tu. Anajipima kwenye 10 la mwanzo, amesha change baada ya tabia zake fulani. Anaingia kwenye 12, anajipima, anajitizama hatua gani kafika, na sasa anamaliza la 3. Bila shaka 13 haya yakimalizika, mwanadamu anatarajiwa katengenea mwisho wa kutengenea. Anafikia daraja yake mwanadamu kuwazidi mpaka malaika, anakuwa ni mtukufu, anakuwa ni bora kuliko hata malaika. Maana malaika hawana matamanio, kwa hivyo hawana kitu nafsi zao kuamrisha uovu, hakuna kitu kutamani ndani yake, na wamemilikiwa na Mwenyezi Mungu kutii tu, jubilat ala taati llahi, wameumbiwa katika jambo moja tu, kumtii Mwenyezi Mungu. Hawana khiari ya kuchagua huu uongofu, huu upotofu, hichi nataka, hichi sitaki. Hawana uhuru huo. Binadamu anaposhinda nafsi yake huwa anampita malaika cheo chake, kwa sababu yeye amepewa matamanio, yeye yuko katikati, anachagua huu ni uongofu, huu ni upotofu, na nafsi yake imekuwa imeshikiwa khatamu na shetani mara nyingi sana. Katika faida za funga ni kumwezesha mwanadamu kukamata khatamu juu nafsi yake, akaishinda nafsi yake. Fa inna nafsa, kwa sababu hii nafsi dasturi yake mayalatun ila shahawati, ni yenye kumili katika matamanio daima. Haikubali nafsi kabisa isipokuwa inapenda matamanio. Ni nafsi chache sana ambazo zitakuwa zinapenda mambo ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kupenda ibada, kupenda mambo ya kheri. Ni nafsi chache sana.
pamoja na hao wanaopenda ibada na kupenda kheri, basi hazijawaacha nafsi zao pale pale zinapenda kutamani mambo. Isipokuwa waja wema wana kitu maalum cha kuzipiga break nafsi zao. Wana maneno ya Mwenyezi Mungu yanawasemesha, wanakumbuka hadithi za Mtume zinawasemesha. Basi hata zile nafsi zinapowalazimisha kufanya uovu, kidogo kunakuwa na kulaumu pale, anajilaumu, itakuwaje, haiwezekani. Fa inna an-nafsa mayalatun ila ash-shahawati, kwani nafsi ni zenye kuelekea katika matamanio. Fa idha a'taha al-insanu ma tashtahi daiman, basi mwanadamu kama atazipa nafsi hizo chochote ambacho zinatamani daima, akifanya hivyo taghallabat alayhi, huchukua ushindi nafsi zikamshinda yeye. Kama atakuwa nazifa tu kila chenye kutamani nafsi anakifa tu bila kujiuliza faida yake, hasara yake katika upande wa kidini, jambo hilo nafsi inalotamani ndio sawa sawa. Kwa mfano, nafsi imekuja kutamani jambo la matamanio ya mwili ya kiwiliwili. Mfano Mwenyezi Mungu ameweka kwa wanyama na ndege. Anakuonyesha paka anapita mtaani kwako, ameshikwa na matamanio, dume analiendea jike, mara pale pale inapomjia shahawa ile ni kukidhi haja yake. Hakuna haja ya kuposa, hakuna haja ya kupeleka mahari, hakuna haja ya mashahidi, hakuna haja ya chochote. Kiumbe gani yule? Yule ni kiumbe hayawani yule. Kiumbe yule yukoje yule? Yule ni kiumbe hana akili, hana mipango. Kiumbe yule yukoje yule? Hakuteremshiwa mtume yule, kaachwa kama hayawani alivyo. Kiumbe yule yukoje yule? Kiumbe yule hakuteremshiwa kitabu ambacho yeye mwanadamu anacho, hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan, ambacho kimeteremshwa mwezi huu wa Ramadhani. Yule ni paka, na anakuwa kadharaulika na kitendo chake kile pale pale. Kama pana wanadamu waliotimia akili zao, wamekaa pahala penye heshima, wanazungumza mazungumzo yao watu wazima na heshima zao, kama atafanya paka kitendo kama kile mbele za watu, watajitahidi binadamu wale kumfukuza, kuwaondosha hayawani wale mbele ya macho yao, kwa sababu hailaiki tendo kama lile kulishuhudia wale wanadamu wenye akili zao, hata kama wanaofanya hawana makosa kwa kutokana na ile nature yao walioumbiwa na Mwenyezi Mungu. Na hivyo hivyo kama atatamani jogoo kumtamani koo, na hivyo hivyo kama mbuzi atamtamani jike, na hivyo hivyo kwa kila mnyama. Lakini kama itafanyika mambo yale mbele ya watu wenye heshima zao, watajitahidi kwamba wale wanyama wakae mbali na wao, kwa sababu hailaiki kuonekana tendo lile mbele ya macho ya watu binadamu waliotimia. Haya, sasa nafsi ya mwanadamu sasa imetamani, yule ni mnyama, paka au mbwa au mbuzi au kuku. Hakuumbiwa sheria yoyote katika kutamani au kumiliki matamanio ya nafsi yake, hakuumbiwa. Vile alivyofanya ndio sawa sawa kumfukuza jike mbele za watu akakidhi haja yake, ndivyo sawa sawa kutokana na uhayawani wake alionao. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akapiga mfano kwenye Qur'an akasema, walladhina kafaru, na kwa upande wa makafiri, yatamattauna, wanastarehe katika dunia hii, yani nafsi zao wameziendekeza mno. Wayakuluna, na wanajilia tu na kustarehe, kama taakulul an'amu, kama anavyokula mnyama au wanyama. Maana wanyama wanakula bila ya kwamba kuna kitabu maalum kitakuwa kimewakataza, hiyo ni haramu, usile mzoga huo. Hawana mambo hayo wanyama, ni kuingia jehanamu utakamzoga tu wao. Ukiwadhuru, ukiwanufaisha, haya ndio unyama wao, ndivyo vile wameumbiwa. Basi na makafiri ndio hivyo hivyo, yatamatauna wa yakuluna kama taakul an'amu. Natija yake ni nini? Mtu binadamu kama atakuwa anajistarehesha tu na kama atakuwa anajilia tu, nini natija yake? Fannaru maswan lahum, moto wa jahannam ndio makazi yao. Binadamu mwenye akili hakuwekewa hivyo, kawekewa limits, mipaka maalum ya kutamani, awe ana control nafsi yake, awe anasema nayo. Yeye amewekewa syllabus, yeye amewekewa manhaj, yeye amewekewa katiba maalum iwe inamuongoza katika kukidhi maisha yake. Akenda kinyume na katiba hiyo kaumia. Basi
tumkimjia mwanadamu anapokuja katika matamanio ya nafsi yake mwanadamu, akenda akatamani na akakidhi haja yake kama anavyokidhipata vile, imekuja shahwa katika mwili wake, akatafuta nani ampate sasa ili kukidhi matarajio yake. Wengine huzini mwanamke na mwanamme, wengine hulipindukia zaidi ovu, akenda mwanamme na mwanamme au mwanamke na mwanamke. Hapa sasa binadamu anakuwa kampita mnyama katika ubaya. Hivi ndivyo nafsi inavyokuwa, humshinda mwanadamu mpaka akateremka chini kwenye hadhi yake. Ule ubinadamu nakuwa haupo tena, anafutwa kabisa ubinadamu, anampita mpaka mnyama. Maana mnyama, hakuna mnyama anaokiuka kawaida ya Mwenyezi Mungu ya kwamba dume kwa jike na jike kwa dume katika kukidhi matajio ya nafsi, na hawana kitabu maalum chenye kuwaongoza wala mtume aliyetumwa kwao. Ni kawaida ya kimaumbile Mwenyezi Mungu aliyowapa. Hata kama mnyama huyo awe haoni wakati wa kutenda tendo la matamanio ya mwili wake, na awe hatizami ni pahala gani anapeleka, basi naam, kwa tabia ile ya kimaumbile, basi atafanya pale ambapo amara Allahu, Mwenyezi Mungu amemwamrisha jambo ile afanye. Yule aliyepewa mitume, aliyoteremshiwa na vitabu, basi anakiuka kawaida hii. Utaona mwanamme kamtamani mwanamme mwenziwe. Mwanamme huyo aliotamaniwa hakuumbwa na vitu vya kutamanisha. Hana uso aliopewa mwanamke, uso wake umezungushwa madevu, masharubu. Kifua chake kibaya, kifua kinatisha, kina manywele kifuani kama simba. Ni kikakachakazi, kina miraba 4, anaweza kubeba gunia 2 za chumvi, hana wasiwasi. Halafu mwanamume yule takuta amekidhiwa matamanio na mwingine, na yuko tayari, ana appreciate, ana husudu ule ujana jike, mpaka anakuwa hataki ndevu hata moja katika uso wake, anatia podari, anatia lipstick, na nguo vile vile atabadilisha avae nguo za kiume. Ndiyo maana mtume akasema, ili kuondosha uovu kama huu duniani, idha wajadtum, pindi mkimkuta yoyote yaamalu amala qaumi Lutin, anafanya kitendo kile ambacho wamefanya watu wa Lut, ili Waislamu mwende mbele ya Mola wenu mmetakasika, mmesalimika. Nyinyi hamkuchangia uovu ule kwamba umestawi kwa sababu yenu nyinyi, ili msalimike kwamba nyinyi hamjahusika na maovu yale. Fakutulul fa'ila wal maf'ul, muweni mfanyaji na mfanywaji. Hawafai wale kuwepo katika ardhi ikiwa wote wameridhia tendo lile. Ikiwa yule aliyefanywa labda pametumika nguvu, ameonewa, amedhulumiwa, masala mengine kabisa. Lakini kama wote wameridhia, yule mwanamume karidhia ule ujana jike, amejipamba, ndo anapenda, ndo anahusudu, muweni mfanyaji na mfanywaji ili muitakase ardhi, na nyinyi mwende mbele ya Mola wenu hamkuhusika na maovu yale kwamba mmeyapalilia. Lakini kama mtayaachilia mambo hivi hivi, nyinyi mtakamatwa na mashtaka mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba mmesababisha, mmeyapalilia mambo yale yakifanyika katika jamii zenu, na nyinyi mkiyatambua na hamkuchukua action yoyote ile. Inafika hadi mwanamume mzima, tena mtoto katoka katika mifupa ya Waislamu, anafika hadi kwamba yeye amekataa kabisa hata jina la yeye ni mwanamume, jina la kiume pia. Na kama hilo jina la kiume lazima ataligeuza angalau lije katika mfumo wa kike. Maana kuna majina unaweza kuyageuza pale pale yakawa namna ya kike, unatia marubutu mbele yake tu basi. Akiitwa mtu Nasr ni mwanamume, mwanamke anakuwa Nasra. Aliyun ni mwanamume, mwanamke anakuwa Alia. Akiwa Rashid ni mwanamume, mwanamke anakuwa Rashida. Alimuradi Farid ni mwanamume, mwanamke Farida. Basi mwanamume
anafika hadi mpaka kuligeuza jina lake la kiume binafsi ya lile jina vile vile. Na halafu waislamu ndani ya mji wa Islam wanamkubalia kwamba anaishi salama usalimini, na pengine wanamuona yuko sawa sawa tu, ana uhuru kamili. Duniani huko sheria zimepitishwa kama kafiri wanaweza wanaume kuwaoa wanaume wenzi wao. Sheria inapitishwa wazi wazi kabisa bungeni. Na hayo waislamu kama watanyamazia, wayafumbie macho, hakuna mikakati, wasije wakashangaa siku moja kwamba katika nchi ya Kiislamu bunge linakaa linazungumza kuhusu uhuru wa binadamu. Uhuru wa binadamu kwamba asiingiliwe, ili maana yake kupunguza zogo liliopo, basi ipasishwe vile vile mwanamume kumuoa mwanamume mwenziwe na mwanamke kumuoa mwanamke mwenziwe, na ataitwa kadhi wa Kiislamu akaifungisha hutuba ya ndoa ile, na atakwenda afungishe ile. Haya yote yanakuja kutokana na nafsi kushindwa, vita viliopo baina ya mtu na nafsi yake. Nafsi ikishindwa ndio inampeleka mtu pahala mpaka hapo anafika. Siku zote nafsi kama utaipa tu kila itakalo, taghallabat alaihi, nafsi inachukua ushindi juu ya binadamu. Wa rubbama inharafat bihi ila ma la tuhmadu uqbahu, na huenda ikampeleka mwanadamu mpaka kumfikisha katika tabia au mwisho ambao haufai kuzungumzwa kwamba yeye ni binadamu wa kiume. Ndio kama hapo mwanamume wa mwanamke namna kama hivi. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu amethibitisha vita hivi vya nafsi ya binadamu na mwanadamu, akasema inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i, hakika nafsi ni yenye kuamrisha uovu, illa ma rahima rabbi, mtume wa Mungu anasema isipokuwa ile ambayo ameirehemu Mola wangu tu. Fasaimu, basi mfungaji, yamliku zamama nafsihi, huwa anamiliki khatamu za nafsi yake, wayantasiru alaiha, na huwa anachukua ushindi juu ya nafsi yake. Hii funga hii lazima iwe mtu keshamiliki khatamu kwa nafsi yake, isiwe nafsi inamuongoza tu. Na anaanza kuchukua zoezi pale anapokuwa ndani ya funga, anapokuwa mstahamilivu pale. Madhali amestahamili mchana kutwa kuzuia tumbo lake kuingia riziki, na vile vile koo lake halijapata kiburudisho cha kinywaji, ina maana kwamba yeye ameshashinda, anaweza akachukua usugu wa ugumu wote mwingine ule. Maana mambo ya binadamu ugumu uko hapo, kutokupita kitu katika kinywa chake kwa tumboni ni ugumu sana hapo. Vita vyote vilivyoko duniani vimesababishwa na matumbo, njaa, wizi, kusema uongo, kunyang'anyana, yote yamesababishwa na kuto kustahamili mwanadamu tumbo lake kwamba halikuingia kitu. Maharibiko yamekuja duniani kwa sababu ya matumbo. Sasa funga amepewa mtu mtihani wa kuzuia tumbo lake lisiingie kitu, koo lake alistahimilie kiu. Akiweza kufanikiwa hapo, ina maana akachukua khatamu sasa ya nafsi yake, ameimiliki sasa, anaicommand, anaipa amri nafsi yake sasa. Na kama hali yake itakuwa dhaifu, duni, saa ya futari imefika, alichokimiliki mtu ni muhogo na nafsi. Lakini ilivyo, Allahu akbar, pale ikataka yawepo masambusa na makababu na mapuding na mayai hivi na mayai hivi na makuku kupaka na machicken chipsi, lakini nafsi yake mtu, yeye hali yake ya chini, anamiliki fungu la muhogo, na fungu la mhogo lile pengine liwe tupu kabisa kabisa, halina chochote cha kutoelea, basi pale pana vita pale. Ataweza mtu kustahamili na akinai kwamba kile ndo Mungu alichompa, na yuko radhi kabisa na kwamba yeye kafurahi kwamba kafutari pale, akishinda pale, ameshinda kweli kweli mtu pale, kuliko akaona kwamba mchana kutwa nimefunga, njaa na kiu imenipata, na kwa sasa hivi natamani hichi, akaamua sasa kupita akisema uongo, kujipeleka misikitini, anajifanya omba, anasema maneno yasiyofaa. Basi mimi ndo futari sikuipata, basi mimi watoto wenu kwa nyumbani hawajijui. Anapita akiadhirika sasa, ili apate kuiendekeza ile nafsi yake. Jioni ikifika, awe kakusanya pale makababu, makatlesi, magasia gani pale. Inakuwa ibada ya funga haiwezi kumpatia mtu faida yote.
hakukamata khatamu mtu wa nafsi yake, bali nafsi imekamata khatamu kwake yeye. Na akikubali mwanadamu kukamatiwa khatamu na nafsi yake, ndio hatari hiyo. Nafsi itamtosa babaya. Sheti kila kati jitahidi ajiulize, mimi na nafsi yangu nani aliyekamata khatamu? Mbona ninaamrisha vibaya hii nafsi hii? Wala uqsimu bin nafsi lawama, na naapa kuiapia nafsi yenye kujilaumu. Nafsi ile bado ingali ina mapenzi na Mwenyezi Mungu, ndio maana ikajilaumu. Inafika wakati nafsi haijilaumu tena, bali inashangilia uovu. Sasa ndo kama huyo mwanamume kuwa anashangilia kuvaa kike, kujipamba na kufanya vitendo vya kijanajike, vyote vile awenavyo yeye. Ina maana pale nafsi yake haimlaumu tena. Kama siku za mwanzo ilikuwa kimlaumu, akiona haya akijifitaficha, sasa kafika pahala haimlaumu tena nafsi, na hapo ndo kushangamia kabisa tena. Maana kuna nafsul mutmainna, hizo ndo tuziombe kila Muislam awe na nafsi ambayo imetulizana. Na utaweza kuipata nafsi mutmainna kwa sababu ya siri moja: ala bidhikrillahi tatma'innul qulubu. Kwa kumtaja Mungu sana, kwa kusoma Qur'ani sana, kwa kufanya ibada sana, basi nyoyo hufika pahala zikatulia, hazitaki lolote. Na hususan iwe ile dhikri yenyewe unaijua maana yake. Kama dhikri kwa darasani ikawa unaambiwa maneno yanakutwanga, ukiondoka umeondoka na kitu, imekuwa mpata dhikri kubwa sana katika mwezi wa Ramadhani, basi dhikri ile inaufanya moyo wako utulie pahala maalum. Na kuna nafsi lawama, halafu kuna nafsi nyingine tena amaratun bisui. Nafsi namna tatu hizi. Kuna nafsi imetulia makini kabisa, na kuna nafsi ambayo inakwenda huko na huko, nyingine inazidiwa, inashindwa kwenye vita, lakini inajilaumu, inajuta, upata ikakaa pembeni peke yake, ikalia, ikasikitika sana, kwa nini nikafanya hivi? Na kuna nafsi nyingine tena, hiyo kazi yake amaratun bisui, hiyo ishaharibika sasa. Tayib, basi fasaimu, mfungaji wa kweli kweli hasa, anatakiwa awe yamliku zimama nafsihi, amezimiliki khatamu za nafsi yake, wayantasiru alaiha, na anachukua ushindi juu ya nafsi ile. Wa min fawaidi siyami, na katika jumla ya faida za funga vile vile, annahu yudhaifu majara shaitani fi badanin liannahu yajri min ibni adama majra dabi. Na katika baadhi ya faida za funga vile vile, annahu yudhaif majara shaitani, ibada ya funga itadhoofisha yale mapito ya shetani ndani ya mishipa ya mwanadamu. Maana ziko njia shetani anazijua kuzitumia katika mwili wa binadamu. Fa innahu yajri, kwani yeye shetani zile tashwishi zake kwa mwanadamu, yajri min ibni adam, amekuwa anapita kwa mwanadamu majra dami, kama mapito ya damu yanavyokuta katika veins za blood. Kuna mishipa maalum inapitia damu katika mwili wa binadamu, basi shetani huwa anapita mli kama mwendo wa damu katika mishipa ile. Sasa hii baada ya saumu hii huwa ina block, inakwenda kuziba njia za shetani katika mwili wa binadamu. Hii habari ya kuzuia chakula hii na kuzuia kisipite kitu kinywani, maji wala chakula, basi ina maana mtu ana block, anaziba pale njia za shetani, anamziba, inakuwa shetani amezingiwa, hana pa kupita. Ndio maana Mtume akasema katika hadithi ya kwamba ukiingia mwezi wa Ramadhani mashetani hufungwa. Si kama anakamatwa anatiwa pingu, na ingelikuwa nakamatwa wanatiwa pingu kama inavyodhaniwa na wengi, asingepatikana mwenye kula mchana mwezi wa Ramadhani Muislamu, asingepatikana mwenye kusema uongo hali ya kuwa kafunga, asingepatikana yoyote mtendaji uovu katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu wale wenye kushawishi binadamu wameshafungwa, wako jela ati. Sasa hawa wengine amewashawishi nani hawa? Isipokuwa pale pametumika balagha, pametumika jawamiul kalimi, maneno mafupi lakini yenye maana nyingi. Ni kwamba mfungaji
huwa anaziziba zile tundu ambazo anazitumia shetani kupitisha mawazo yake ndani ya mawazo ya binadamu, kwani yeye shetani mawazo yake yanatembea katika mishipa ya binadamu kama itembeavyo damu kutoka hapa ikapita hapa ikasafishwa hapa, basi vile ndivyo anavyokwenda shetani, anacheza mle. Ndiyo maana akachallenge mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa kuwa anamjua binadamu kaumbwa vipi, pametumika material gani, frame ya skeleton ya dongo la mwanadamu alikuwa akiliona yule ibilisi miaka na miaka pale, na anajiuliza nafsi yake, huyu ndo nani? Huyu ndo atakuwa nani? Anakuja kushtukia, fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, anashtukia nitapoliweka sawa sawa dude hili mnololiona nalifinyanga finyanga hili. Mwenyezi Mungu amewaonyesha makusudi malaika na majini. Mwisho anawaambia nitakapolifanya sawa sawa, lakini bado kuna kitu kimoja. Sawa sawa ya binadamu frame yake nothing, hamna kitu chenye maana, labda ni mchanganyiko wa chokaa, mna chumvi kidogo, mna maji geloni ngapi, mna sijui calcium, mna sukari kidogo, mna chuma kidogo, vitu vyote hivi mna kibiriti kidogo ndani yake. Ukivikusanya ukavitia thamani ukavipeleka mpaka kwenye black market, nauza material aliyofanyiwa binadamu, sidhani kama itafika thamani ya shati alilovaa binadamu au viatu vyake au suruali yake kwa hivi sasa. Maana kuna mashati yanafika 15,000, kuna viatu vinafika shilingi 20,000, 30,000, na kuna suruali inafika mpaka 1,000 kama hizo. Ina maana basi material aliyotumiwa binadamu iliyo ndani ya mwili wake haifiki thamani hiyo. Kwa hivyo imekuwa ni nothing binadamu. Utu wake binadamu umesimama wapi? Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, hapo sasa na nikapuliza mimi ndani yake pumzi zangu, nikapuliza roho yangu. Hicho kitu kiitwacho ruh, Mwenyezi Mungu anakaita min ruhi, namna ya upepo wangu, pumzi zangu, akijuaye ni yeye mwenyewe kitu hicho Mwenyezi Mungu. Wayasalunaka anir ruhi faqul wayasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi, wanakuuliza habari ya roho Muhammadi, waambie roho ni katika jambo la Mola wangu peke yake alijualo. Wama utitum min al-ilmi illa qalila, na nyinyi hamkupewa katika ujuzi wa kumjua binadamu au kujua elimu mbalimbali ila kitu kidogo cha matumizi ya haja kwa nyinyi binadamu tu. Hata mfanye teknolojia gani, mna kitu kidogo cha kutumia. Na kama patapigwa mfano neema alizozitoa Mwenyezi Mungu pamoja na elimu yote hii ambayo binadamu wanautisha ulimwengu hivi leo kwa teknolojia, basi kama patapigwa mfano wakilitumika katika neema za Mwenyezi Mungu zote ikiwemo na ilmu, ni sawa sawa mtu kwenda na shindano baharini, akaichovya shindano baharini, akisha akaitoa shindano ile itachuruzika maji, basi yale maji yatakayochuruzika katika shindano baada ya kutolewa kwenye maji ndiyo neema aliyoitoa Mwenyezi Mungu duniani. Wal baharu kama huwa, na ile neema imebakia kama bahari ilivyo, hapa kutumika chochote bado khalilan. Na hizo neema Mwenyezi Mungu atakwenda kuwathibitishia watakaoishi katika aljanna huko peponi, atawaambia nilikupeni moja katika neema zangu, sasa ninamaliza zote nyingine huko peponi. Huko ndo watu wataona mambo makubwa sana. Wa idha raaita thumma raaita na'iman wa mulkan kabira, na utakapobahatika kuingia humo, Mwenyezi Mungu tujalie tutakaoingia humo. Wa idha raaita thumma, na utakapoona humo neema za Mwenyezi Mungu, raaita naima, utaona neema nyingi sana huko, wa mulkan kabira, na ufalme uliokuwa mkubwa sana bila kiasi. Wa min fawaidi siyami, basi katika faida za funga vile vile, an yudhaaf, ni kudhoofisha majra shaitani, mapito ya shetani, fi badanihi, katika mwili wake mwanadamu, liannahu yajri, kwa sababu shetani huwa anapita, min ibni adam, katika mwili wa binadamu, majra dami, mfano wa mapito ya damu ndani ya mwili. Falabdu idha ataha linafsihi ma tatlubuhu, basi mja kama ataiendekeza kuipa nafsi yake kila itakacho mina shahawati, katika matamanio, fa inna dhalika mimma yusaidu shaitani, basi hapo ndo inakuwa yeye anamsaidia shetani
ala tamakkuni minhu, kushika nafasi ya cheo akatawala kwa mwili wa binadamu, wa idhlalihi, na kumpoteza yeye, wa hamlihi, na kumfikisha yeye, ala alashari walbatari, kufika katika jeuri, kufika katika kibri, wa ghairi dhalika, na mengi yasiokuwa hayo, min alkhisali dhamima, katika mambo yenye kutukanwa na Uislamu sana. Kama binadamu atakuwa anaipa tu nafsi kila itamanicho, basi ujue ni kwamba anamsapoti sheitani sasa kumfungulia milango katika mwili wake. Na hii ibada ya saum imeletwa maksudi, ni siri iliyopo. Sheitani Ibilisi alipomwambia Mwenyezi Mungu, rabbi bima aghwaitani, mola wangu kwa kuwa mimi umenihukumu mpotevu, mimi mpotevu mimi. Maana alikuwa akiona ile skeleton ya dongo la binadamu inavyofanywa, na alikuwa akiona mishipa ilivyokaa, alikuwa akijua binadamu huyu anaingiwa vipi. Mwenyezi Mungu alimfahamisha yale kwa maksudi, na akawaambia, fa idha sawaituhu, mtakapomfanya sawa sawa, mnamuona huyu, msidharau dongo hili, wa nafakhtu fihi min ruhi, na nikapuliza ndani yake upepo wangu, faqa'u lahu sajidina, basi poromokeni nyote nyinyi malaika na we Ibilisi kusujudia ufalme wa Mwenyezi Mungu. Heshima ya kiumbe hichi ni kikubwa sana, nimekwishaamua kukitukuza mimi hichi. Itabidi mporomoke kutoa tahiyatu, kutoa sijida ya maamkizi. Fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un, wakasujudu malaika wote kwa amri hiyo, illa Ibilisa, isipokuwa Ibilisi hakusujudu. Na alipoulizwa na Mola wake, ma mana'aka an tasjuda idh amartuka, nini kimekuzuilia wewe hata usisujudu nilipokuamrisha? Hapo ndipo alipotoa kile kibri kilichomo katika nafsi yake, alichokivumbika muda mrefu, na Mwenyezi Mungu akikijua. Ulifika wakati ametaka kuwaonyesha na viumbe wengine, huyu mtu yukoje, kiumbe huyu yukoje, japokuwa anaabudu na mnamuona katii na mnamuona hivi. Hii siri iliyopo baina ya imani na takwa ni katika mambo ya Mwenyezi Mungu, ingawa mnamuona hivi, lakini hivi sivyo alivyo. Suala lilipokwenda kwa shetani Ibilisi, ilikuwa anaweza akajitia pambani kwamba hakufahamu ibada ile kwamba imemhusu na yeye. Pengine angejibu kwamba mimi sikufahamu kwamba na mimi husika katika kutekeleza amri hii, mimi nikifikiri malaika wanaambiwa peke yao, wa ana lastu min zumrati almalaika, na mimi si katika jamii ya malaika, mimi jamii yangu nyingine. Almalaikatu khuliqat min nurin, malaika wameumbwa kwa nuru. Wa ana khuliqtu min narin, na mimi nimeumbwa kwa moto. Kwa hivyo mimi sikujua kwamba hii amri imenihusu na mimi, kumbe ilikuwa ni sote. Basi nataka radhi, naomba msamaha kwako Mwenyezi Mungu. Ilikuwa anaweza kujitia pambani shetani, lakini suala alilifahamu, na amri mwanzo ilipokuja alifahamu. Ndo maana jawabu yake ikawa ni ya kibri, ana khairum minhu, mimi ni mbora kuliko yeye. Khalaqtani min narin, umeniumba